Ikiwa leo ni Jumanne ya tarehe 4 mwezi wa 8 2026, tukiwa katika ziara ya Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah. Na leo ziara hii imejikita katika wilaya ya Wete, na ziara hii imelenga katika sekta ya elimu, lakini sekta ya michezo, sekta ya maji na sekta ya mawasiliano, yani barabara. Ziara ya Makamu wa Pili wa Rais imeanzia katika eneo la Kiuyu ambapo amekagua ujenzi wa skuli ya ghorofa, huku akipokelewa na wananchi, viongozi pamoja na waziri wa elimu Mheshimiwa Lela. Baada ya kukagua mradi huo na kupokea taarifa ya kitaalamu, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais akatoa maelekezo. Ndugu zangu wana Kiuyu, hapa tulikuwa tuna malalamiko mengi sana Mheshimiwa Waziri. Kulikuwa kuna madarasa, kabla ya marekebisho ya madarasa haya, madarasa yaliyokuwepo hapa ni mabovu kuliko kitu chochote. Nakumbuka kabisa. Ulikuwa ukipita hapa unaona aibu. Kwa kweli inakera kabisa. Lakini alhamdulillah, Daktari Hussein Mwinyi ametoa maelekezo, yale madarasa mabovu kwanza yamefanyiwa marekebisho makubwa sana. Hongera zake Dr. Mwinyi. Lakini pia ameelekeza tujenge gorofa hapa G+2 ambalo ndio hapa ambako tuko hapa sasa. Mkandarasi ameeleza hapa kwamba mpaka ikifika Machi 2027 penye uhai inshallah, kama hatukupata changamoto yoyote, tunategemea kwamba jengo hili litakuwa limekamilika. Imeelezwa pale wakati naelezwa kwenye ramani hapo, kila kitu kipo hapa. Maabara ziko hapa, kompyuta zitakuweko hapa, yani kila kitu. Chumba cha ushauri na saa kitakuweko hapa, lakini madarasa ya kisasa ya kusomea pia yatakuweko hapa. Ziara hii ikiwa inaendelea katika eneo la wilaya ya Wete, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais alipata nafasi ya kukagua kiwanda cha mwani kilichopo cha Manangwe, na moja kwa moja akaelekea Kinyikani ambapo amekwenda kushuhudia uwanja mzuri uliojengwa kwa maridadi mkubwa, uwanja ambao unatoa taswira ya Zanzibar kimichezo zaidi, na hapa akatoa neno. Leo Kinyikani sio Kinyikani ile ya miaka ya nyuma. Ukija Kinyikani, hizi taa zimewashwa hizi kuonesha kwamba usiku pia tunaweza tukatumia uwanja huu. Hapa si Kinyikani ninapopajua mimi. Hapa sasa hivi Kinyikani imekuwa Kinyikani mpya. Uchumi wa Kinyikani utafunguka kwa sababu hapa patakuwa pana shughuli nyingi zinaendelea. Zitakuja timu mbalimbali za ndani ya nchi na za nje ya nchi. Barabara sasa hivi lami mpaka maeneo yote, na mimi nimekuwa shahidi. Zamani watu walikuwa wanasema mnajenga Unguja tu, lakini leo nimekuja Kinyikani. Pandani kuna uwanja, Kangani kuna uwanja, Micheweni kuna uwanja. Kazi kubwa ya uwanja huu katibu mkuu ameieleza ni kuhakikisha kwamba vipaji vyetu, vijana wetu wanaweza kutumia viwanja hivi kwa utaratibu ambao utakuwa umewekwa, ili sasa baada ya kucheza kwenye mavumbi tunacheza hapa pahala pazuri. Wananchi katika maeneo mbalimbali walikuwa na kiu cha ziara hii ya Makamu wa Pili wa Rais. Hatimaye ziara hii ilifika katika eneo la Mtambwe. Makamu wa Pili wa Rais akaanza kukagua mradi wa barabara ambao umekamilika kwa asilimia kubwa, na pia akapata nafasi ya kwenda kukagua matangi mawili ya maji ambayo yapo katika hatua za ujenzi, ambao anatarajia kuweza kumaliza shida za maji katika maeneo haya. Lakini jambo lilowavutia wananchi wengi ni barabara za Mtambwe ambazo kwa kweli zilikuwa hazipitiki, hasa vipindi vya mvua. Serikali imeziona na imezijenga kwa kiwango cha lami. Makamu wa Pili wa Rais akaongea na wananchi katika maeneo haya. Kwa kweli tumepata kukagua miradi mingi kidogo. Kazi inaendelea vizuri. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru sana Daktari Hussein Ali Mwinyi. Tumekagua miradi mbalimbali ya sekta ya elimu, miradi ya maji, miradi ya uchumi wa bluu, miradi ya barabara na miradi mbalimbali ambayo tumekagua jana na leo. Kila tunapokwenda unahisi kama miradi hii inafanywa, hakuna pahala pengine miradi mingine inaendelea. Huku karafuu zinakaa siku 3 hazijachukuliwa, na ili zichukuliwe tunaleta trekta, gari haifiki. Kina mama hapa walikuwa wanapata shida.
mjamzito ili umtoe hapa afike huko kwenye kituo cha afya, saa nyingine ameshajifungua njiani. Sasa leo niambie, ile mtambwe ya wakati ule ndo mtambwe ya leo? Hii ndiyo Pemba ya awamu hii ya serikali ya 8. Haya ndio maendeleo ambayo tumekuwa tukiyashuhudia. Kama hujapata fursa ya kuja Pemba kwa muda mrefu, basi itakuwa ni surprise kwako. Kwa kweli barabara nyingi vijijini zimejengwa kwa hali ya ubora, lakini pia miradi mbalimbali kama unavyoona. Pemba imebadilika. Pemba sio ile ya juzi ambayo unaijua. Ukifika Pemba utayashuhudia haya na utabaki kushangaa. Kwa kweli kazi kubwa imefanyika, na sisi wajibu wetu kama Al-Fatah TV Online ni kukuonyesha juhudi kubwa ambazo serikali inazifanya kwa wananchi wake. Nikikamilisha taarifa hii kutoka katika mkoa wa Kaskazini Pemba, mimi ni Rashid Sal Mohamed wa Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.